Mungu wetu, kwa kuwa Bwana ulikuwa nasi tangu asubuhi hata mchana mzima. Bwana umeshinda nasi, japokuwa tumepita katika mapito mbalimbali, lakini Mungu umeendelea kuona mkono wako ukiendelea kuhudumia na kuongoza hata kuweza kufika jioni hii kwa neema yako. Nasi Mungu tumekuja mbele za uso wako kukushukuru kwa ajili ya wema wako ambao Bwana unatutendea mchana mzima leo. Na hivyo Mungu tunakuja tukiwa na haja ya kukutana na wewe. Tuna mahitaji yetu mbalimbali ambayo kila mmoja amebeba katika moyo wake, akihitaji kukutana na wewe Yesu, naweze kueleza shida tunaahidi hivyo kwa sababu wewe Mungu unatuahidi ya kwamba katika maisha tunaishi tukiwa na jambo lolote na tukiomba mbele yako na wewe utatutendea sawasawa na mapenzi yako. Hivyo tunakuja jioni hii tukiwa na haja na wewe, tunahitaji Bwana utuhudumie sawasawa na neema yako, sawasawa na neema zako. Turehemu Mungu, utuhudumie kwa maana tunajua katika kuenenda kwetu lakini tunafanya ili kinyume na mapenzi yako. Hatujatii sauti yako, hatujatii amri yako, tunatenda yaliyo kinyume tunachukiza wengine. Inawezekana Mungu ni kwa sababu ya udhaifu wetu, wakati mwingine tunafanya dhambi kwa kujua au kutokujua, lakini yote tunakupenda na uso wako, tukiomba neema zako Bwana utuhudumie tukaze katika jina la Yesu. Hata sasa Bwana na baraka zako kwa ajili ya ujumbe wa neno lako katika nguvu yako na Roho Mtakatifu wako aweze kufungua mioyo yetu, aweze kusaidia na ya neno lako. Nikiomba Bwana neno lako liweke ndani ya mioyo yetu, likabadilike kuwa akiba kwa ajili ya baraka zako ujao. Maana neno lako ni taa, neno lako ni mwanga, neno lako ni mwanzo unaokata mwili, namna ya kuweza kukutana na maadui mbalimbali. Unapokutana na maadui, basi neno lako linaweza kusaidia na kuweza kupatana. Mungu tubariki jioni ya leo Bwana, useme nasi kwa njia ya neno lako katika jina la Yesu. Tunaomba na kushukuru wote na tuseme amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni jioni tena ambayo tumesogea tena hemani mwa Bwana kwa ajili ya kuleta shukrani zetu, lakini pia kueleza haja ya mioyo yetu. Tunaendelea na kutafakari mambo ya kipindi hiki na majira haya ambayo ni majira ya kipindi cha toba, kutubu kwa Mungu na kurejea kwa Bwana, lakini pia kipindi cha maombi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo jioni ya leo nimeona tutafakari juu ya umuhimu wa kuomba bila kuchoka. Umuhimu wa kuomba bila kuchoka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jambo hili la kuomba ni moja kati ya maagizo ya Yesu Kristo aliyoagiza kwa ajili ya wafuasi wake. Katika maisha ya wafuasi, wanahitaji kuishi maisha ya maombi siku zote za maisha yao. Hakuna mwanadamu ambaye amekamilika na hakuna mwanadamu ambaye ametimia kwa kila kitu. Kila mwanadamu aliyepo katika ulimwengu ana mahitaji mbalimbali. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Katika maisha haya tunayoishi, hakuna mtu ambaye hana mahitaji, hakuna mtu ambaye amejitosheleza kwa kila kitu. Unaweza ukajitosheleza kwa mahitaji ya kawaida ya kibinadamu, lakini kuna mahali unahitaji msaada wa kusaidiwa na Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Eti kwamba kusema una kila kitu na hivyo hauhitaji kila kitu,
hii si kweli. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwamba katika maisha unayoishi hamna chochote unachohitaji kwa Mungu akusaidie, si kweli. Japokuwa kuna watu katika maisha tunayoishi wanaojidanganya, wanaona kwamba wanajitosheleza kwa kila kitu, na hivyo hawahitaji kuomba chochote kwa Mungu. Kusema kwamba mtu amejitosheleza kila kitu, yani kwamba hata wachawi tu hawamkabi, si kweli. Watu wengi wanakabwa na wachawi, lakini hawajui wapi wanaweza kupata kupona, wanaweza kuondokana na kukabwa na wachawi. Wanaishia tu kulalamika kwamba usiku wa leo nimekabwa sana, usiku wa leo nimekabwa sana, wachawi wananikaba sana, mtaa huu kuna wachawi wanakaba sana, lakini hawajui kwamba wafanye nini ili kukomesha uchawi huu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanakuwa wana shida, lakini hawajui hiyo shida wamweleze nani. Bwana Yesu anapoagiza kwa Wakristo kwamba wawe ni waombaji, ni kwa sababu anajua kwamba katika maisha ya Ukristo si kitu chepesi. Katika maisha ya Ukristo kuna mambo magumu ambayo wanaweza kukutana nayo, na hayo mambo magumu wanakutana nayo kwa sababu Shetani mara baada ya kufanya vita kule mbinguni akashindwa, alitupa duniani ili aje kufanya vita na wanadamu, ili aje kupambana na wanadamu. Kwa hiyo Yesu anafahamu kwamba mwanadamu anapoishi katika ulimwengu huu ana mapambano makubwa sana ya kupambana na mwovu Ibilisi. Hata yeye mwenyewe alipokuja kwa jinsi ya mwanadamu katika ulimwengu huu alikutana na huyu Ibilisi. Somo la Jumapili tulijifunza tukaona jinsi ambavyo Yesu mara baada ya kwenda kule nyikani akawa amefunga siku 40 kule nyikani, anapokutana na Shetani kule nyikani, Shetani anapata nafasi ya kumjaribu. Sasa kama Shetani aliweza kumjaribu Yesu mwenyewe, itakuwaje kwa sisi wanadamu? Maana yake kwa sisi wanadamu ni zaidi, na ndiyo maana Yesu akaagiza kwamba tunapaswa kuwa waombaji. Tena kuomba kwenyewe ni kuomba bila kuchoka, ni kuomba pasipo mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Tunaomba pasipo mwisho kwa sababu Shetani yeye halali, yeye anazunguka mchana na usiku, kila siku, kivuko, kiangazi, liwake jua, nyeshe mvua, Shetani yeye anazunguka akiwatafuta wanadamu. Salama yetu sisi kama Wakristo dhidi ya huyu mwovu Ibilisi ni kuwa watu wa maombi. Salama yetu ni kwa Bwana tu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Jioni ya leo tuweze kutafakari maneno machache katika Biblia kutoka kitabu cha Injili ya Luka mtakatifu mlango ule wa 18. Injili ya Luka mtakatifu mlango ule wa 18, tusome mstari wa kwanza tufike mstari ule wa 8. Injili kama ilivyoandikwa na Luka mtakatifu mlango ule wa 18, tutasoma mstari ule wa kwanza tuishie mstari wa 8. Maneno yanasema hivi: akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote, wala wasikate tamaa. Akasema, palikuwa na kadhi katika mji fulani, hamchi Mungu wala hajali watu. Na katika mji huo palikuwa na mwanamke mjane aliyekuwa akimwendea akisema, nipe haki
na adui yangu, nipatie haki na adui yangu. Naye kwa muda alikataa, halafu akasema moyoni mwake, ijapokuwa simchi Mungu wala sijali watu, lakini kwa kuwa mjane huyu ananiudhi, nitampatia haki yake, asije akanchosha kwa kunijia daima. Bwana akasema, sikilizeni asemavyo yule kadhi dhalimu. Na Mungu je, hatawapa haki wateule wake wanaomlilia mchana na usiku, naye ni mvumilivu kwao? Nawaambia, atawapatia haki upesi. Walakini atakapokuja Mwana wa Adamu, je, ataiona imani duniani? Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Katika mstari huu wa kwanza ndipo tunapoona Bwana Yesu akitoa agizo la kuomba bila kuchoka siku zote wala kukata tamaa. Mstari huu wa kwanza anatoa agizo hilo. Maana yake mwombaji anatakiwa kuwa mvumilivu kwa kuwa kuna mambo kadhaa yanayovunja moyo kwa mwombaji. Bwana Yesu asifiwe. Kama wewe ni mwombaji, hujakutana na mambo yanayokatisha tamaa, basi Mungu akubariki. Lakini waombaji wengi katika maisha wanayoishi wanakutana na mambo mengi yanayokatisha tamaa. Yaani ionekane haijatokea, hata mtu wa kukucheka tu hamna, hata mtu wa kukudharau tu hamna. Una bahati mwenzetu. Lakini kwa waombaji siku zote wanadharauliwa, wanachekwa, wanatukanwa na kuonekana sio maana katika jamii. Wakati mwingine wanadharauliwa hata katika familia. Yawezekana ni mama, watoto wanasema, na wewe mama, ndio wakuomba wewe. Kweli huyo Mungu atakusikiliza wewe? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Inawezekana ni mzazi anamwambia mtoto, wakuomba wewe, Mungu atakusikiliza wewe. Anadharau kabisa na kuona kama maombi si kitu chochote, hakuna msaada wowote unaopatikana kwa njia ya maombi. Kwa hiyo kunakuwa na watu mbalimbali wanaoweza kukukatisha tamaa na kukuvunja moyo, na wakati mwingine wanaokuvunja moyo ndio unaolia siku zote ukiwaombea wao wenyewe. Lakini kwa sababu hawajui kwamba unaomba, unahangaika, hulali usingizi, kila wakati unakuja kwenye maombi unawaombea wao wenyewe, wao hawajui, kwa sababu hawamjui Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini Yesu Kristo kwa kujua haya anatuambia kwamba tuombe bila kuchoka na wala tusikate tamaa, hata kama kuna vitu vinatukatisha tamaa. Lakini kuna wakati mwingine katika kuomba kuna vitu vinavyoweza kukatisha tamaa. Inawezekana ukaomba halafu ukachelewa kupata majibu unayoomba, yakachelewa kukufikia, ukafika mahali ukakata tamaa. Na wakati mwingine unaweza ukaomba halafu usipate kabisa, inakatisha tamaa, inavunja moyo. Lakini Yesu anataka kutuambia kwamba tusikate tamaa. Hata kama tunaomba tunachelewa kupata majibu, tusikate tamaa, tuendelee kuomba. Hata kama tunaomba tunaona kile tunachoomba hatupati kwa wakati ule tuliofikiri kupata, tusifikiri kwamba Mungu hajasikia. Muda wa Mungu kutupatia bado haujatimia. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ukitimia,
Bwana atatupa kadri tulivyoomba, alimradi tumeomba kama inavyostahili. Bwana Yesu asifiwe. Tumeomba kwa imani, sio tumeomba kwa kujaribu. Maana kuna watu huwa wanaweza kuja kuomba kwa kujaribu, kwa sababu wamesikia mtu fulani ameomba na amepata. Kwa hiyo na yeye anasema basi kama fulani, kwa vile fulani ameomba amepata, ngoja na mimi nikajaribu kuomba. Huwezi kupata kwa namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Na huwezi kujua huyu aliyepata ameomba kwa muda gani. Wewe kwa sababu unataka kujaribu, na maana ni rahisi tu. Ukiomba siku ya kwanza, siku ya pili havipatikani, unakata tamaa. Na kuna watu wengine anakuja kuomba lakini malengo yake anayo, yani anaomba kuna kitu amelenga. Kuna mwingine anasema ngoja nijaribu wiki mbili hizi na mimi niende kwenye maombi nikaombe, wakati huo mpango wake mzima ni kwenda kwa mganga. Huwezi kupata kwa namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika mistari hii inayoendelea tunakutana na habari za watu wawili. Hawa watu wawili, mtu wa kwanza ni kadhi. Kwa mazingira yetu ya sasa hivi, kadhi tunaweza kusema ni hakimu. Bwana Yesu asifiwe. Mtu ambaye yupo amewekwa kwa ajili ya kutoa haki kwa wale walioonewa. Lakini Biblia inasema kwamba huyu mtu pamoja kwamba alikuwa ni kadhi, ni mtu anayetakiwa kusimama katikati, kufanya maamuzi, kuwaamua watu waliogombana. Lakini yeye, jambo la kwanza, alikuwa hamchi Mungu, na jambo la pili, alikuwa hajali watu. Sasa jaribu kufikiri kwamba kiongozi anayetakiwa kuwaongoza watu hajali watu. Kuna shida hapo. Lazima kutakuwa na shida. Watu hawa anaowaongoza watakuwa wana shida kubwa, kwa sababu yeye hajali, yani haoni kama watu anaowaongoza wana thamani. Kwa hiyo anaweza kufanya chochote anachotaka kufanya, kwa sababu kwake watu hawana thamani. Lakini mtu wa pili katika mistari hii ni mwanamke. Huyu mwanamke, Biblia inatuambia kwamba huyu mwanamke alikuwa ni mjane, mwanamke aliyefiwa na mume wake. Aliishi maisha ya shida, maisha ya ujane, maisha ya kuhangaika ili kuhakikisha anatunza watoto wake ambaye mume wake amemwachia. Alihangaika sana. Lakini Biblia inatuambia kwamba katika kuhangaika huko bado kuna watu walimdhulumu. Kuna watu walimdhulumu. Japo kwa Biblia haijataja, lakini katika maisha tunayoishi tunafahamu. Unakuta mwanamke na mume wake wanahangaika, wanajishughulisha, wanatafuta mali, wanaikusanya, wanaitunza, inawasaidia katika maisha yao, wanajenga na nyumba, wananunua na magari, wanakuwa na biashara, wanahangaika huku na huku, huku na kule. Halafu ndugu wa huyu mume wanafurahia tu wanapoona maisha ya kaka yao yanaendelea vizuri na mke wake, na wenyewe wanatembelea, wanakwenda, wanaeleza shida, wanasaidiwa, wanapata kila wanachoomba kwa huyu kaka yao, anawasaidia. Na wakati fulani huyu kaka wakati mwingine hatoi chochote mpaka aombe ushauri kwa mke wake, kwamba mke wangu, mdogo wangu ana shida 1, 2, 3, anaomba tumsaidie mke wangu, unasemaje? Mwanamke ana roho ya upendo, anamwambia kwa kweli huyu mdogo wako ni damu yako, ni lazima tumsaidie. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana.
Sasa maisha yanaenda, mwisho wa siku huyu bwana anafariki. Baada ya kufariki, hawa ndugu wa mume wake pale pale wanabadilika, hawawi ndugu tena, wanakuwa adui. Wanakuwa adui kwa nini? Wanakuwa adui kwa sababu wanataka kunyang'anya mali ambayo huyu mama ametafuta na mume wake. Wamejihangaisha kwa muda mrefu, yawezekana wamejinyima ili waweze kupata hivyo vitu, lakini wao wanataka tu kudhulumu, wapate wavitumie kama wanavyotaka. Kwa hiyo yawezekana, hata kama Biblia haisemi, hawa inawezekana walikuwa ndugu wa huyu mwanaume aliyefariki, wamemdhulumu sasa huyu mama. Na huyu mama aliyedhulumiwa akijaribu kuangalia katika mji ule ni nani anayeweza kumsaidia, mtu mwenye wajibu wa kufanya maamuzi ya kuwasaidia watu, kuwapa haki, ni huyu kadhi ambaye hamchi Mungu wala hajali watu. Hana msaada mwingine, ni huyo tu. Bila shaka huyu mama hata wakati anataka kwenda kwa huyu mtu alijiuliza maswali mengi sana, kwamba ili kweli huyu mtu kweli kwa jinsi asivyojali watu anaweza kulisikiliza shida yao? Lakini kwa sababu haoni mwingine wa kumsaidia, alichukua hatua ya kwenda kumwendea huyu kadhi, huyu hakimu, akapeleka mashtaka yake na kutaka amsaidiwe, arudishiwe haki yake, arudishiwe mali zake. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia inatuambia kwamba huyu mwanamke alipoenda kwa yule kadhi alikataa kumsaidia, kwa sababu hajali watu, haoni huruma, haoni msaada wowote kwamba anaweza, kwamba ni muhimu amsaidie. Aliamua kukataa, alikataa simsaidie. Lakini pamoja na kukataa, huyu mama hakukata tamaa, aliendelea kwenda kila siku, aliendelea kwenda kila wakati. Kila wakati aliendelea kumwendea huyu kadhi ili aendelee kumuomba msaada ili amsaidie. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa jinsi ambavyo hakukata tamaa, na yule kadhi, yule hakimu baadaye akaona sasa huyu mwanamke ni msumbufu. Biblia inasema aliona anamuudhi, anakuwa amekaa amepumzika, kwa sababu anaonekana mtu alikuwa ni mtu mwenye kiburi. Unajua Biblia inatuambia kwamba hata ye mwenyewe alikuwa anajijua kwamba hamchi Mungu wala hajali watu. Hiki ni kiburi kilichopitiliza, kwa sababu kwa kawaida mtu mwenye kiburi, sisi wengine ndio huwa tunaona, tunasema kwamba huyu ana kiburi, lakini yeye mwenyewe anaona yuko sawa. Haoni kama ana kiburi, anaona anachokifanya kwake yeye yuko sahihi. Mtu ambaye hajali watu, yeye anaona kama yuko sahihi, yani kutokujali watu yeye anaona ndio sahihi. Kwa hiyo yeye hajui kwamba mimi sijali watu, yeye hicho hajui, ila watu ndio wanasema mtu fulani kwa kweli hana roho ya utu kabisa, hajali watu. Sasa huyu alipitiliza, yeye mwenyewe alikuwa anajijua kabisa kwamba mimi sijali watu, mimi simchi Mungu. Inaonyesha kwamba huyu mtu kama ni kiburi kilikuwa kimepitiliza. Lakini pamoja na kiburi chake hicho cha kutokujali watu, huyu mama hakukata tamaa. Kila alipokuwa anamkatalia kwamba asiende, asimsumbue, yani ni kama alikuwa anamwambia njoo kesho. Bwana Yesu asifiwe. Kila akienda anamkatalia, anasema wewe mwanamke, bila shaka inawezekana alikuwa
akamtukana hata matusi, lakini yule mama kwa sababu ya haja ya moyo wake na shida aliyokuwa nayo, akaona siwezi kupata msaada mahali pengine, ni kwa huyu. Kwa hiyo kila anapokataliwa kwamba bwana usije tena, sitaki kukuona hapa, ni kama anamwambia njoo kesho. Kesho asubuhi atakapoamka anaye yuko hapa, bado anaendelea kueleza shida yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Huyu kadhi mwisho wa siku akaona huyu mtu, ili asiendelee kunisumbua, ili asiendelee kuniudhi, basi ngoja nimpe haki yake, aondoke, niachane naye. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo akafanya maamuzi ya kumsaidia na kuitatua kesi aliyokuwa nayo na kumpa haki yake. Huyu mwanamke akaondoka kwa furaha, amefurahi kwa sababu amepata haki yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Haijalishi ameipataje, yeye anachotazama ameipata haki yake. Huyu anayetoa haki yake anatoa haki kusema hebu ngoja nimpe haki yake ili asinisumbue. Sababu ya kumpa haki ni kuondokana na usumbufu. Lakini yeye aliyepata anajali, hatazami kwamba huyu amenipa kwa sababu namsumbua. Anatazama haki yake ameipata, anaondoka kwa furaha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndipo katika mstari ule mstari wa 6 anasema, Bwana akasema, sikiliza asemavyo yule kadhi dhalimu. Sikiliza asemavyo yule kadhi dhalimu. Anasema nini huyu kadhi dhalimu? Anasema katika ule mstari wa 5, anasema lakini kwa kuwa mjane huyu ananiudhi, nitampatia haki yake, asije akanichosha kwa kulijia daima. Sasa anakuja kuuliza katika mstari ule wa 7, anasema kama kadhi huyu anaweza kufanya hivyo, je, Mungu si zaidi? Anasema na Mungu je, hata wapa haki wateule wake wanaomlilia mchana na usiku, naye ni mvumilivu kwao? Nawaambia atawapatia haki upesi. Walakini atakapokuja Mwana wa Adamu, je, ataona imani duniani? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mahali hapa ndipo tunapohitaji kutafakari. Katika maneno haya ndipo mahali tunapohitaji kutafakari sana, kwamba kama huyu kadhi ameweza kumpa mtu haki yake, huyu kadhi ambaye hamchi Mungu, hamwamini Mungu, je, Mungu huyu ambaye tunamlilia kila siku asubuhi tupo morning glory, jioni tupo evening glory, tunamweleza shida zetu, hatukati tamaa, je, huyu Mungu hawezi kusaidia? Na ikiwa sisi ni wateule wake, Yesu mwenyewe anasema atatusaidia upesi. Bwana Yesu asifiwe. Atatusaidia upesi. Lakini katika kutusaidia huko au katika maombi hayo, jambo la muhimu linalohitajika ni imani. Bwana Yesu asifiwe. Imani inayohitajika sio imani ya muda huo tu unapoomba. Imani inayohitajika ni imani ya kudumu. Ndio maana anauliza kama swali, ameweka kama swali mstari wa ule wa mwisho kwamba je, Mwana wa Adamu atakapokuja duniani ataikuta bado imani ipo?
Maana yake anataka kusema katika maombi kinachohitajika ni kuwa na imani, tena imani ya kudumu, sio imani ya kubipu. Kuna watu wana imani ya kubipu. Nilishazungumza mwanzo hapo kwamba kuna watu kwa sababu amesikia mtu fulani kaomba kapewa, basi na yeye anasema ngoja nikajaribu. Yaani anajaribu, sio anaamini kwamba nikiomba napewa. Anasema ngoja nikaone, ngoja nikajaribu. Anabipu. Ndio yule anakuja siku 2 3, alafu anaona hapati chochote, anakata tamaa, anarudi nyuma. Imani inayohitajika ni ile imani ya kudumu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu anayeomba na kupata, huwezi kujua ameomba kwa muda gani. Kuna watu wana miaka wanaomba, kuna watu wana miaka wanakesha wanaomba miaka. Bwana Yesu asifiwe. Lakini imani ni kama mikono ya kupokelea maombi tunayoomba. Bwana Yesu asifiwe. Imani ni kama mikono ya kupokelea maombi tunayoomba katika maisha yetu. Kwa hiyo tunahitaji kuwa na mikono ya kudumu, sio mikono ya bandia, sio mikono ambayo tunataka tu kwa ajili ya jambo la muda mfupi. Yesu anataka imani yetu iwe ni imani inayodumu kwa muda mrefu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tena tunapokuja kuomba, tuwe tunakuja kuomba kwa matumaini kwamba hatuna msaada mwingine isipokuwa ni kwa Yesu peke yake. Sasa unakuja kuomba wakati tayari unafikiri kuna kamsaada fulani unaweza kupata mahali. Yaani unakuja kuomba Mungu wakati unafikiri kwamba ngoja nikaombe wiki hii 2 3 zinisukume, nikiona sijafanikiwa basi ngoja nitaenda, nasikia Sumbawanga kuna mganga mzuri. Kwa hiyo unakuja kumuomba Mungu, lakini imani yako haipo hapo. Imani yako ipo kwa mganga. Unakuja kuomba kwa Mungu huku umeandaa mbuzi ya kwenda kupeleka kwenye matambiko. Unamuomba Mungu wakati imani yako ipo kwamba nikipeleka huyu mbuzi kwenye matambiko shida zangu zitaisha. Halafu unategemea kwamba upate hicho kitu. Hakiwezekani. Hauwezi kupata. Kwa hiyo unapokuja kuomba, unatakiwa kuja kuomba ukiwa na imani moja kwa moja kwamba mimi sina msaada mwingine mahali popote isipokuwa ni hapa, ndipo ninapoweza kupata msaada. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona huyu mwanamke aliona kwa kadri yule ndiko msaada unapoweza kupatikana, na ndio maana hata alipokataliwa bado asubuhi yake alikuja tena. Hata alipokataliwa asubuhi yake alikuja tena, akiendelea kumuomba kadri huyu amsaidie. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Katika mambo ya muhimu ambayo tunahitaji sisi katika maisha yetu, kitu cha kwanza katika maombi ni lazima tujue haki yetu ni ipi. Bwana Yesu asifiwe. Haki yetu ni ipi? Kwa hiyo tunapoenda kuomba, tuombe tukijua haki yetu ni ipi, kwamba tuna haki ya kuomba hayo maombi tunayoomba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama hatuna haki ya kuomba hayo maombi tunayoomba, tuna hakika kwamba hatuwezi kupewa. Yaani unajua kabisa haki ni ya huyu, halafu unaenda kuomba haki upewe wewe. Mungu hawezi kufanya hicho kitu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo jambo la kwanza tunahitaji kutambua haki yetu. Huyu mwanamke mjane alijua haki yake, ile mali aliyodhulumiwa wametafuta yeye na mume wake. Kwa hiyo ana uhakika kwamba hii ni haki yangu.
na ndio maana hakukata tamaa, aliendelea kuomba kwa sababu ni haki yake. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia aliendelea kuomba kwa sababu ile mali ametafuta na mtu mwenye uhusiano. Sasa unaenda kudai haki ambayo hauna uhusiano nayo, yaani unadai kitu ambacho huhusiani kabisa na hicho kitu. Yaani sawasawa unaenda kung'ang'ania urithi kwa baba mdogo, haiwezekani. Bwana Yesu asifiwe. Utaenda kung'ang'ania urithi kwa baba yako mzazi, kwa sababu kwa baba yako mzazi ndio haki ya wewe na haki ya kurithi vitu kwa huyu baba yako mzazi. Huwezi kwenda kung'ang'ania kurithi haki kwa baba yako mdogo, haiwezekani. Bwana Yesu asifiwe. Halafu unaenda kulalamika, unasema jamani, mimi nimedhulumiwa, haki yangu kwa baba mdogo hawajanipa. Haiwezekani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tambua haki yako. Ukishatambua haki yako, ndipo wewe ukamweleze Mungu kwamba Mungu, hii ni haki yangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tutatambuaje kwamba haki yetu ni ipi? Katika maandiko matakatifu tunapata mafundisho mbalimbali yanayoonyesha haki yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yesu mwenyewe pamoja na mitume mbalimbali walifundisha ya kwamba Wakristo ni warithi wa ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anasema wote waliompokea walifanyika kuwa watoto wa Mungu. Kitendo cha kufanyika kuwa watoto wa Mungu ni warithi wa Mungu. Hicho tu ndicho kinawapa haki ya kuwa warithi kwa Mungu. Kwa hiyo kama tu warithi kwa Mungu, basi tuna haki ya kwenda kuomba mahitaji ambayo tunayahitaji katika maisha yetu, kwa sababu ni haki yetu. Huyu mwanamke alijua vizuri haki yake, na ndiyo maana aling'ang'ania, akaomba pasipo kukata tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini pia jambo la pili ambalo tunahitaji kulitafakari kwa kina na kuwa nalo na kulitambua, tunahitaji kutambua kwamba hayo maombi tunayoomba au hicho kitu tunachoomba ni kwa matumizi gani? Matumizi ya kitu unachoomba inaweza ikawa sababu ya kupata au inaweza ikawa sababu ya kukosa. Unaomba hicho unachoomba hicho, unataka kwa matumizi gani? Bwana Yesu asifiwe. Hicho unachoomba unataka kwa utukufu wako wewe mwenyewe au unachoomba ni kwa utukufu wa Mungu? Ukiomba kwa ajili ya utukufu wako mwenyewe huwezi kupata, lakini ukiomba kwa ajili ya utukufu wa Mungu hakika utapata. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yaani unamwomba Mungu akusaidie jambo fulani ili uende ukamkomeshe jirani yako. Sio unaomba kwa sababu hicho kitu unakihitaji. Unaomba tu kwa sababu ya fulani. Hicho kitu huwezi kupata. Mungu hawezi kukupa. Omba kitu ambacho ni mahitaji yako. Bwana Yesu asifiwe. Omba kitu ambacho ndio mahitaji yako, unahitaji katika maisha yako, kina umuhimu katika maisha yako, kwamba ukikosa hicho kitu maisha hayaendi. Bwana atakupa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sasa kwa sababu wakati fulani inawezekana kutukanwa, kudharauliwa, kubezwa
ndiko kuliko kufanya uweze kuomba kwa bidii. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Halafu unapokuwa umeomba kwa bidii, watu walikuwa wanakutukana, walikuwa wanakudharau. Unapoona umepata kile ulichokuwa unaomba, hicho ulichopata kinaweza kutumika kama ushahidi, ili wale waliokudharau wanaona kwamba kumbe umepata, kumbe alikuwa naomba lakini kumbe amepata. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo unapokwenda hauendi kwa maana ya kusema kwamba sijui nitumie lugha gani nileweke vizuri, mtaelewa hivyo. Unakwenda kwa maana ya kusema kwamba nyinyi mlikuwa mnanitukana, nimepata sasa. Nyinyi mlikuwa mnanitukana, nimepata sasa. Unapanda kiburi, unainua mabega kwa sababu umeomba na umepata. Bwana hafurahishi na hicho kitu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana anataka unapoomba, unapopata uwe mnyenyekevu. Kwa hiyo unapotoka na kile kitu ulichopata kwa Bwana, unaenda kwa wale waliokutukana, kiende kama ushuhuda. Bwana Yesu asifiwe. Kiende kama ushuhuda wa kuwashuhudia kwamba Bwana amenitendea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hawa pamoja na kukutukana, wanapoona Bwana amekutendea na wewe unakwenda na kile kitu kama ushuhuda, hawa watamtukuza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukienda kama umeinua mabega, hawa unawaharibu. Bwana Yesu asifiwe. Haitakuwa na utukufu kwa Mungu. Kwa hiyo katika kuomba, vitu tunavyoviomba katika maisha yetu, tuombe vitu ambavyo vinaleta utukufu kwa Mungu, kwamba Mungu atakaponipa hiki, watu watamtukuza Mungu, wale wasiotegemea watamtukuza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hilo uwe na hakika, Bwana Mungu atakwenda kukutendea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini jambo kuu la msingi ni imani. Baada ya kuomba ukapata, isiwe ndio mwisho wa kuomba kwamba sasa kwa sababu nimeomba nimepata basi. Kwamba umeomba Mungu amekubariki, mwisho wa siku umenunua gari ya kutembelea basi na kanisani umeacha. Imani imekufa. Yaani ulipopata kile ambacho ulipewa kimekuwa sababu ya kuua imani yako. Isiwe hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anaweza akakunyang'anya. Ukimwomba Mungu akakupa, halafu alichokupa Mungu ukakitumia vibaya, Mungu anaweza kukunyang'anya. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inatuambia kwamba anaweza kumnyang'anya huyu akampa huyu. Kwa hiyo ukiwa umepata usijivune. Ukipata usijivune. Umepata tu kwa neema. Ni neema ya Mungu tu, wala sio kwa sababu ya sala zako, ila Mungu ameona akurehemu, akupe yale ambayo ulikuwa unaomba. Kwa hiyo isikupe nafasi ya kujivuna. Kama ukijivuna, basi Mungu anaweza kanyang'anya akampa mtu mwingine anayenyenyekea, kwa sababu Biblia inatuambia Mungu huwapinga wenye kiburi, halafu anawapa wanyenyekevu neema. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo jioni ya leo, kupitia mwanamke huyu mjane, anatufundisha ya kwamba tunahitaji kuwa wavumilivu, tunahitaji kuwa watu wasiokata tamaa, lakini pia tunahitaji kuwa wanyenyekevu. Jaribu kufikiri kwamba huyu kadhi alikuwa ni mtu asiyemcha Mungu, halafu asiyejali watu.
automatic kwamba huyu mama alipokuwa anaenda kwa huyu mtu alikuwa anaenda kwa unyenyekevu, hakwenda kwa kiburi. Hata kama alipokataliwa hakutukana, hakusema maneno makali, kusema sasa wewe ni kiongozi gani, sasa wewe ni hakimu gani, mtu naleta shida hutaki kunisikiliza. Hakwenda hivyo, alikwenda kwa unyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo katika maisha tunayoishi, hata sisi tunapoenda kwa Mungu tunahitaji kwenda kwa unyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anawahitaji walio wanyenyekevu wa moyo, wanaoenda kwa moyo uliopondeka, wakieleza shida zao kwa imani. Mungu ndiye anayewapenda, Mungu ndiye anayewatendea kwa kadri ambavyo Bwana mwenyewe amekusudia kuwapa. Amen. Tusimame tuombe. Katika maombi yetu tunayoomba, tuombe Mungu atupe ufahamu wa kuweza kuzitambua haki zetu. Yaani tunapoenda mbele za Mungu, tuende tukaeleze yaliyo ya haki yetu, ili Bwana aweze kutupatia. Tuende mbele za Mungu. Mungu wetu, Baba yetu wa mbinguni, Baba mwenye upendo, Mungu unayetupenda, Mungu unayeturehemu, Mungu unayetuhurumia. Upendo wako Mungu unaonekana katika maisha yetu, hata kwa namna tu unavyozungumza nasi siku zote kupitia maneno yako ya uzima. Mungu unatufundisha, Mungu unatuelekeza inavyotupasa kuishi katika maisha yetu kupitia neno lako ambalo tunalisikia kwa jioni hii. Limetufundisha ya kwamba tunahitaji kuwa wanyenyekevu, tunahitaji pia kuzifahamu na kuzitambua zilizo haki zetu. Mungu, akili zetu na fahamu zetu peke yetu hatuwezi. Tunahitaji Bwana utusaidie kwa mkono wako, utupe mafunuo mapya siku hadi siku. Endelea kutufunulia, endelea kujifunua kwetu, ili tuendelee kuzitambua na kuzijua haki zetu. Tuendelea kutujalia imani, ile imani inayosimama imara, ile imani ya kudumu, imani isiyokuwa ya muda mfupi. Endelea kutujalia neema yako, endelea kutujalia huruma zako katika maisha yetu tunayoishi, ili katika kuishi kwetu Bwana tuweze kuendelea kupokea baraka zako ambazo umetuahidi katika maisha haya. Ahadi moja wapo tuliyotafakari jioni ya leo, ya kwamba tuombe kwa jina lako, tena tuombe pasipo kuchoka, tena tuombe pasipo kukata tamaa. Maana katika maombi kuna vitu mbalimbali vinavyoweza kujiinua na kuleta vikwazo na kutukatisha tamaa. Mungu, tupe ujasiri, tuendelee kusimama imara, tuendelee kusimama imara pamoja na vikwazo mbalimbali tunavyokutana navyo, pamoja na kubezwa, pamoja na kutukanwa, pamoja na kunenewa yaliyo mabaya, pamoja na kudharauliwa. Mungu, tupe hekima, maana Yesu mwenyewe alikuwa wa kwanza kutukanwa na kudharauliwa, hata akadhalilishwa msalabani, lakini hakujibu jambo lolote. Alinyamaza kimya, aliinua moyo wake akikutazama wewe Mungu. Na ndivyo sisi katika maisha haya tunavyokutazama Mungu wetu katika maisha yetu, tukikuomba Bwana, maana hatuna kimbilio mahali pengine popote. Sisi watoto wako, kimbilio letu ni kwako, mategemeo yetu ni kwako, matumaini yetu ni kwako, tukiamini ya kwamba yote ambavyo ni mahitaji tunayohitaji katika maisha haya yanapatikana kwako. Maana Biblia inatuambia ya kwamba dunia na vyote vijazavyo ni mali yako. Na hivyo Bwana, kwa vile ni mali yako, unayo mamlaka, unayo uweza, unaweza kutugawia kila mmoja sawasawa na mahitaji yake. Mungu, katutazame jioni hii ambayo tumekuja mbele za uso wako, kila mmoja wetu akuwa na haja na jambo moja wako kati ya mali zako Mungu. Bwana, tunakuomba ukapate kumgawia kila mmoja sehemu yake, sehemu ya urithi wake, sehemu ya pato ambalo wewe Mungu unakusudia kugawia kama baraka katika maisha yetu. Mungu, tunakusihi utupiganie, utuongoze katika maisha haya tunayoishi, maana wewe peke yako ndiye Mungu yetuumba na kutuweka katika dunia hii. Hatuna tegemeo lingine lolote katika maisha haya, tunakutumaini na kutegemea wewe. Na hivyo maana Mungu tunaomba
utusaidie, utupiganie, utuongoze hata tunapokutana na mambo yaliyo magumu, yaliyo ya kutisha, ambayo akili zetu na fahamu zetu hatuwezi. Bado Mungu, tunaendelea kutegemea wewe, tunaendelea kutumaini wewe, tukijua ya kwamba siku moja tutafika kwa mwisho mwema, siku moja tutatoka katika mapito haya, siku moja utatuvusha upande wa pili, tukaenda upande wenye matumaini, tukaenda upande wenye furaha, tukaenda upande wenye amani, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Tunakuomba Mungu, katika maisha haya ukatuepushe na hatari mbalimbali ambazo Mungu ibilisi ameziweka katika maisha yetu. Lengo la ibilisi, anatamani kuona kwamba tunarudi nyuma, anatamani kuona tunaanguka kabisa, anatamani kuona tunapotea na hatusimami tena. Lakini Mungu, sisi tukiendelea kujiweka mikononi mwako, ndivyo tunavyoamini ya kwamba mikono yako yenye huruma itatukumbatia, ukatukumbatia Mungu, hata tusiweze kupandwa na nguvu za uovu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Utubariki Bwana katika maisha haya, bariki nyumba zetu, bariki familia zetu, bariki watoto wetu. Watoto wametawanyika sehemu tofauti tofauti, wanaishi huko, lakini yeye Mungu tunaomba endelea kuwatunza na kuwalinda, maana wakipigwa kwao hata sisi tunatetemeka, wakipigwa wao hata sisi tunayumba, wakipigwa wao imani yetu inatindika. Na ndio maana Bwana, tunaendelea kuwaweka mikononi mwako, uendelee kuwatunza na kuwahudumia sawa sawa na mapenzi yako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Tunaendelea kutumaini na kutegemea wewe. Mungu, tutunze, tulinde hata jioni hii ya leo Bwana, tunapotawanyika mahali hapa, tushike kwa mkono wako, utuongoze, utulinde hata tuweze kuwa salama katika maisha haya, katika jina la Yesu Kristo. Mungu, tumekuja mbele za uso wako, hatujaja mikono mitupu, tumekuja na mapato yetu, tumekuja na sehemu ya mapato yetu kama sadaka. Mungu, naomba uipokee katika maisha haya, ili sadaka tunazozitoa jioni hii zikapata kunena katika madhabahu yako, zikapata kutumika katika madhabahu yako, zikapata kuwa sehemu ya uhubiri wa Injili, wa kueneza Injili hata kwa watu wengine, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Utukufu na heshima ni ya kwako Mungu wetu, na tunarudisha kwako katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu atubariki sana kwa jioni hii, sisi ambao tumepata neema ya kuweza kuja kumwabudu Mungu wetu na kumwomba na kueleza haja zetu. Tunaamini ya kwamba Mungu amekwenda kusikia sauti na kilio chetu. Niwe na tangazo moja tu kwamba siku ya leo asubuhi tulipata changamoto. Mkristo mwenzetu Mama Salome Kiando amefiwa na mjukuu wake ambaye alikuwa anamuguza hapo hospitalini na amezikwa mchana huu wa leo. Kwa hiyo tuendelee kumwombea ili Mungu aendelee kumtia nguvu katika siku zake zinazoendelea. Basi tumefika mwisho. Kwa wale waliojiandaa kwa sadaka, karibu na niwatakie usiku mwema. Tutakutana tena kesho asubuhi saa 12.